Hello wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, Afrika ni watu somanyani, mimi ni Chionda wa Chionda. Wachambuzi wa dunia wanasema mzozo wa Irani umekuwa mbaya zaidi. Pale Marekani juzi alipoamua kuishambulia Teherani, nia ni kuondoa, wenyewe wanaita the regime change. Lakini inaonyesha ya kwamba Marekani unakuwa gaidi, unakuwa terrorist ni pale wewe unapokuwa na mali. Hakuna kingine cha zaidi ni dhahabu pamoja na mafuta. Kwenye dhahabu wanakuundia vikosi vya kigaidi, wanakupachikia nchini mwako ili mradi usio na uwezo wa kuondoa kuchimba ile madini na kuwatumia kwa faida ya watu wako. Hii ndio style ya Marekani. Ukiwa na mafuta unaitwa gaidi. Lakini turudi katika mpango, wanasema mataifa saba muhimili wa kishetani. Mataifa haya aliyatamka George W. Bush wakati wa utawala wake, wakati anapambana na majeshi ya Talibani, na kuongelea kipindi cha wanaita September 11 baada ya shambulio tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2001 kwenye majengo pacha World Trade Center. Wamarekani wakataja mataifa saba ambayo yanatakiwa kueliminatiwa, ambayo yafutwe duniani. Kwa mujibu wa General Petraeus, kwa ripoti aliyokuwa nayo mkononi aliyopewa na Pentagon, inaonyesha kwamba mataifa saba yatakiwa yaondolewe: Sudani, Venezuela, Iraki, Irani yenyewe. Mataifa yako saba, na hadi sasa taifa la mwisho ambalo limebaki, Libya, nayo nimeisahau, bado la mwisho. Taifa la mwisho ambalo Marekani walitoa amri yafutwe kabisa katika uso wa dunia, ya kwamba ni muhimili wa kishetani. Na kweli azima yao inakamilika. Wako kwenye eneo la Gulf ya Arabia, wanapambana na utawala wa IRGC, majeshi ya mapinduzi ya Kiislamu ya Irani, ambayo hayana ugomvi na mtu, yamejiwekea ulinzi wenyewe. Wanatengeneza nuclear, wanairichi uranium, wanaurutubisha uranium kwa sababu ya matumizi ya amani. Wamarekani wamepata chanzo, wanamwambia uranium unaotengeneza unataka kutengeneza bomu la nuclear. Jana wakaivamia Teherani Ijumaa usiku kuamkia Jumamosi, wakamuua kiongozi Ayatollah Ali Khamenei, supreme leader wa Irani. Wamarekani wanajua kwamba hii itakuwa njia nyepesi ya kuitawala Teherani na kuchukua udhibiti wa mafuta pamoja na Strait of Hormuz, kwa sababu hadi hivi sasa Muirani ameifunga Strait of Hormuz, na hadi leo hii wanapewa order asisogelee Strait of Hormuz isipokuwa meli ya Uchina na meli za Urusi zinaweza kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwingineko, Marekani ameleta USS Gerald Ford ambayo imepata majeraha kwa mashambulizi ya Wairani. Gerald Ford imepelekwa katika matengenezo kuelekea katika bahari ya Mediterranean na kutafuta njia ya kuja kwenye Atlantiki kwenda Marekani. Huu tunauita ni ubeberu usiokuwa na msingi. Ayatollah ameondoka, lakini na Trump na Netanyahu wataondoka. Hii ni fair game. Ila tunakoelekea, uchumi wa Afrika wanasema utakuwa tete kwa sababu mafuta yatapanda bei. Hadi jana toka mlango bahari wa Hormuz ufungwe, mafuta yamefikia crude oil pipa la dola 11 hadi dola 25, na tutategemea pipa moja crude oil itafikia dola 70 hadi dola 100. Kama mlango bahari wa Mandeba kule Yemen na mlango bahari wa Strait of Hormuz unafungwa, na kote huko kule Yemen wanamiliki Mahuti, na huko Strait of Hormuz wanamiliki IRGC, walinzi wa kimapinduzi ya serikali ya Kiislamu ya Iran. Trump anasherekea, anakunywa mvinyo.
lakini Congress inamwambia Trump, umefanya makosa, with authorization of Congress, you did in your own emotion. Umefanya katika njia zako mwenyewe za mihemuko, sio uamuzi wa Congress wala Senate, ambayo kwa mujibu wa katiba ya Amerika hawa ndio wanatoa kibali cha rais kutia saini kuanzisha vita. Donald Trump ameivamia Venezuela bila kibali cha Congress. Donald Trump ameanzisha vita na Irani bila kibali cha Congress. Donald Trump alimuua Kasimu Suleimani, jenerali wa IRGC kule Baghdadi bila kibali cha Congress wakati wa kipindi chake cha kwanza, akitumia MQ Reaper, drone ya Marekani, ndiyo iliyomuua Kasim Suleimani. Lakini Waisraeli ndio makombora yao ya asubuhi walikwenda kupiga kwenye ofisi ya Ayatollah. Ayatollah inasemekana amekufa. Lakini habari za ndani, habari ni za kusuasua, kwa sababu kipindi cha vita habari nyingi watu wanapika ili mradi peji zao zisonge mbele, media zao zionekane, lakini ukweli wanao wenyewe wa Irani. Rais wa Irani Bwana Peshekizani na waziri wa ulinzi wamesema Muisraeli na Marekani wamevuka mstari mwekundu. Hakuna cha msamaha, hakuna cha ceasefire. Hapa ni mapambano mpaka tone la mwisho la damu, kwa sababu wa Irani hatuogopi kifo. Haya ndio maelezo ya rais wa Irani Bwana Peshekizani. Mzee huyu wa Kiirani mwenye mawazo mapana na mwenye nguvu ya utetezi wa haki zake. Lakini inaonyesha ndani ya Irani, katika serikali ya Irani kuna More. Unamjua More? More tunaita kwa Kispai wanamuita nani? Wanamuita wenyewe majina rahisi wanawaita snitch, wasaliti, lakini wana jina lao kijasusi au watu waliopandikizwa, ambao kazi yao mnakula nao, mnalala nao, mnaamka nao, lakini wanakuandikia maelezo yako yote unayofanya, wanayapeleka kwa mabosi zao. Hawa wanaitwa pasi. Pasi ni syndicate unaoishi nayo ndani, lakini hujui, kama vile El Macho alivyowekewa majasusi wa kumuuza. Ndo Marekani. Ila Marekani hawezi kukushambulia na hawezi kukuita gaidi mpaka uwe na oili, uwe na mafuta. Ukiwa na mafuta kwa Marekani, muda wote unatolewa kibali cha kwamba wewe ni gaidi, terrorist. Wakati dunia inatambua, Amerika inawalipa Talibani kwa mwezi dola milioni 400. Huu ni mkataba kati ya Talibani kwa kazi yake ya kufanya destabilization ya Asia ya Kati isiwe salama. Hiyo ndio Amerika. Amerika wametengeneza ICC kama nilivyoambia jana. Abubakar al-Baghdadi alikuwa kiongozi wa ICC. Anajiita jina la Kiarabu, lakini huyu alikuwa anaitwa Moshe Elliot. Ni jasusi wa kitengo cha usalama wa nje wa Israeli. Wanaita Mossad. Watu kawaida wanakuwa na majina feki mengi. Marekani nia yao ni kuilinda Israeli, taifa ambalo duniani limefanya mambo mabaya mengi. Limechukua ardhi ya Palestina toka mwaka 1948. Waisraeli wameua mamilioni ya Palestina. Waisraeli wameua maelfu ya Waarabu, ingawa hawa wote ni ndugu, kwa sababu hakuna tofauti kati ya Mwarabu mwekundu wa Middle East na mzungu pale people wa Ulaya. Kasoro huyu wa Middle East anapigwa na jua kali anakuwa mwekundu, ila Mwirani sio Mwarabu. Mwirani ni Mpesiani. Mwirani ndugu zake ni wa Pakistani. Huyu ni Aryani. Aryani ni ndugu zake na Wahindi. Hawa ndio Aryan people.
Hata Hitler alikuwa anajitambulisha kama uzao wa Aryan, sio alien, ni Aryan, Aryan, Aryan. Hao wanatokea katika maeneo hiki. Ni kizazi cha Dravidian mixa na Wamongoli na Tutsi, pamoja na watu wanaotoka Armenia na milima ya Caucasus Mountain, mzunguko wa Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan pamoja na Armenia. Mwirani anatoa heshima, ila kama kawaida Waarabu ni wanafiki. Waarabu Waislamu ni wanafiki, na unafiki wao hauji vivi. Unafiki huu unatokana na nini? Kwa sababu hawa wote ni wazungu. Utawala wa pale United Arab Emirates, Mohamed Al-Thani ni uzazi wa Kiafakisadi juu, chotala wa kizungu mixa na black race. Hawa ndio Fakisadi juu. Netanyahu ni Ashkenazi kutoka Poland, Mpolishi huyu. Ndio maana Tucker Carlson akamuuliza Mark Huckabee kwamba wazazi wa Netanyahu hawajui kuongea Kiyahudi, hawaongei Hebrew na hawajui Israeli. Inakuwaje Netanyahu akawa Muisraeli? Mark Huckabee anasema kwani kutokea nje huwezi kuwa Myahudi? Akamwambia ni convert. Akasema ndio, convert hawezi kuwa Myahudi. Tukienda katika asili ya kitabu anachokinukuu Netanyahu cha Biblia, ambacho yeye si mwanachama wa Biblia, yeye anasoma Talmudiki. Hii yote ni mipango ya kuwagaragaza watu katika akili. Kwa hiyo Mwirani amezungukwa na maadui ambao ni Wayahudi feki wote, kuanzia utawala wa Kuwait, Beherani, Saudi Arabia. Mohammed bin Suleimani ni Afakisadi juu. Wote hawa ni Afakisadi juu, wote wana wa Afrika.